Ujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo, ni kwamba matumaini yangu makubwa wako mzima wa afya, na nakukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, uchambuzi ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo hii, uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Omari Makelele Uzile, upande wa pili na sana kijana Isaac Mulucha Ashibe. Nasema tuambatane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, nampisha Bibu Kurtantine Aldama kwa ukurasa wa habari muhimu. Karibu. Asante sana Omari Makelele Uzile. Kwenye habari muhimu siku ya leo tuanzia katika mji wa Baraka. Kamanda wa kundi mojawapo la wazalendo mjini Baraka, Milienge Ishibonane Mzelambuma, amekanusha habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii zisemazo kuwa amejiunga na AFC M23 na yuko hapa Baraka kwa ajili ya kuwasubiri. Na hapo sima ni kwamba zanati Nuru ya Jioni imebaki bila vifaa vya kutendea kazi, hivyo ni kisha kutembelewa nao baadhi ya askari jeshi na kupora vitu vyote vya kazi ambavyo vilikuwa ndani ya zanati hiyo usiku wa kucha siku ya Jumatano hii ya tariki 7 Januari mwaka huu 2026. Na kwenye habari ya kitaifa, Omari Makelele Uzile, kati ya majukumu 22 yaliyopewa Rwanda chini ya mkataba wa Washington uliosainiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya usimamizi wa utawala wa Trump, ni majukumu 13 pekee yaliyotekelezwa kwa sehemu. Ni hayo tu kama habari muhimu. Omari Makelele Uzile. Asante sana Bukuru Tantine Aldama kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba uongozi wa kata la Kalingaside umeomba kwa serikali na mashirika ya kihutu kuwapa hifadhi wahamiaji wa ndani waliokimbia vita ambao sasa wanaondolewa kwenye makazi waliofikia baada ya wenye nyumba zao kurudi toka uhamishoni. Bobasha Sokolo Pouvoir ni kiongozi wa mtaa wa Maongo, tena msemaji wa viongozi wa mitaa ya kata la Kalingaside, ameonyesha hali ngumu wanayopitia wahamiaji hao ambao wengi wametokea tarafani Uvira na mji wa Bukavu. Tumekuwa na wakimbizi ambao walitoka territoire ya Uvira, banatoka Bukavu, banakuwa hapa kwetu Baraka, banakimbia vita. Sasa bale batu bote banakuwa hapa, balikimbia wakati M23 ilikiingia, na batu balitoka hapa bakaenda nafasi huko na huko, kwa balienda Sebele, balienda Ubwari, balienda Burundi. Bale batu bakaikaa mu nyumba za watu wengine jinsi walikimbia. Lakini kwa leo habari yenye tunaleta, bale batu wote wanaanza rudia, wanakia kutanisha bale bakimbizi bote benye walikuwa wanakimbia vita bako katika nyumba zao. Lakini kufika bwana journaliste, wanaanza wafukuza kwenye manyumba ambazo walikuwa ingia kwa wale watu wenye walikimbiaka. Kwa leo wale watu wote wanapatikana kwangu kunyumba mimi, na haiko tu kwangu, katika avenue zote za Kalingaside, avenue 12. Kwa hiyo niko nataka kuambia wa vitengo husika, wakuu viongozi wa humanitarian na watu wengine kusema ya kwamba wale watu angaliwa namna gani wanaweza kuwahifadhi nafasi moja makusudi wapate ile angalau kidogo wanaweza kuwasaidia. Wale watu hawana hata assistance hata moja bwana journalist. Wanaishi tu mahali ya vile, wanasijue wanaenda wanabangaiza pale kwenye wanakutanishwa, wanasonga, wanapiga chakula, wanawasaidia. Maisha yao iko mbovu sana, hawana maji, hawana nafasi ya kulala. Upande mwingine, bwana Bobasha Pouvoir amewataka vile vile wananchi kuonyesha ukarimu kwa wakongomani wenzao. Tukamate wale ni wandugu zetu, ingawaja wana marafiki zao, wana jamaa zao hapa, ni warafiki zetu ambao wanatoka nafasi zingine. Tunaweza tukakimbia na sisi pia na twende nafasi zao ama kwenye wanatoka, na wanatuhifadhi sisi sote pamoja. Kwa hiyo tuwakaribishe, tuikale nao, ila angalau kidogo tunakuwa tunakula tukwe tunapartage sisi sote pamoja bwana journalist. Tubaki tu katika mji wa Baraka. Ni kwamba kamanda wa kundi mojawapo la wazalendo mjini Baraka, Milienge Ishibonane Mzelambuma, amekanusha habari zinazozagaa kwenye mitandao ya kijamii zisemazo kuwa amejiunga na AFC M23 na yuko hapa Baraka kwa ajili ya kuwasubiri. Kamanda Milienge Ishibonane maarufu Mzelambuma amesema kuwa kamwe hawezi kujiunga na adui, na wale wanaotawanya habari ni watu wenye chuki nao, huku akiomba raia kuwa makini na habari za mitandaoni.
Hizo habari mimi sizifahamu, naweza penda nijue kama zilitokea namna gani, na mimi nazisikia tu hivyo hivyo, lakini sielewi kama zinatoka namna gani. Mzalendo ni mtu mwenye alijitoa juu ya kutetelea nchi. Mzalendo ni mtu mwenye kupenda nchi na mali ya nchi na wananchi. Mimi ni Zelambuma, hiyo jina nilipata juu ya kupiganisha maadui yote yale ambayo yanakuya kuvamia nchi yetu ya Kongo. Na ninaweza ambia wa population ya Sud Kivu wala ya territoire ya Uvira, territoire ya Fizi na Mwenga, sisi tunakuwa na vita ya ukabila, tunakuwa na vita ya majamaa, tunakuwa na vita ya makundi yenye kushika silaha, manake ile mouvement politico militaire, na hiyo ambayo inasababisha watu wengine kuanza chafua majina ya wapambanaji wengine kusudi ya kufubalisha wengine. Juma ambazo zilipita hapo nyuma, mulisikia gisi walipiblie General Rene Itongwa, General Makanaki na wengine kusema eti watu ambao wanajiunga na M23 pale Uvira ni hao generale ambao mimi nataya hapa, lakini likiaonekana ni uongo. Na ni hiyo kama ule amezagaisha ile audio kusema eti Zelambuma anaongea na M23 anawangoja pale Baraka. Yeye eske ananijua mimi Zelambuma? Yeye alipata hizo habari wapi? Ba yeye naye iko ndani ya wale wa M23. Kwani ukijua habari ya mtu maana yake uko naye pamoja. Na mimi naweza ambia wakongomani hiyo neno isiwatishe na wasiogope. Mimi nitabaki kuwa mzalendo kama vile nilivyojitoa. Wakwenda kwa M23 aende, na wakubaki kuuzalendo abaki. Sisi tunabakia mumsimamo ile ya kutetea nchi yetu ya Kongo, kurisasi, kusheria, kuulozi, kwa kuomba Mungu. Sie tunabakia tu kwenye msimamo ile. Raia isitishike na neno hiyo, ni chuki tu mtupu. Na alipoulizwa kwa nini yuko hapa Baraka ingawa wenzake wako kwenye shamba la vita, Kamanda Milienge Ishibonane maarufu Zelambuma amejibu yafuatayo. Hiyo sio tatizo. Vita ya Kongo wala vita ilianza depuis 1996. Na hapo mimi nilianza vita mpaka sasa niko napigana. Niko na miezi 2 tu niko hapa Baraka. Sina hapa Baraka kusema mimi naogopa vita wala mimi nakimbia vita. Niko na kitu ya tuseme ni juma 2. Mimi natoka Kufro. Nilikuwa Kufro fasi wanaita Kalingi. Na Mbukuma watu wote wanajua. Tulipanda kule, tulisukuma kule na General Chivir, lakini juu ya ukosefu wa vifaa walitukosesha vifaa na kuona magonjwa tena ilienda nisumbua, ikabidi tena nirudie hapa Baraka nikefuata matibabu. Mie niko mtu wa Fro ya axe Kipupu Mikengi, mwaxe ile ya Itombwe kule. Njo kwenye mie niko nafanyia kazi, njo Fro yangu. Kama wengine wako kule Makobola wako kule, na mie niko ku Fro Kipupu, watu wangu kule wako wanapiganisha. Sisi atuelewani. Na kama atuelewani, na njo maana mahabari iko inatokea uko na huko movement ya SNPCC, movement ya FPDC, movement ya FABB, mouvement ya MPLC, mouvement sijue ya INLC, sijue mouvement ya FPL. Unaona sisi kwa sisi tuko tunawindana. Mtu wa hiyo mouvement anapenda chafue mtu wa hiyo mouvement kwa kukosesha wengine watu heshima ndani ya uzalendo ambao tuko na. Neno nitaambia population ya Kongo wala wazalendo wa Kongo, kila mtu ashike ile kenye kilimuingiza mu uzalendo. Kama uliingia mu uzalendo kupigania nchi, na usimame pale kwa ule msimamo. Ila mimi najua kama naendelea tu piganisha adui kama vile nilivyojitoa depuis 1996 mpaka hivi. Sitarudia nyuma na sitageukaka kuwa adui hata siku moja. Tubaki tu katika mji wa Baraka kule katika kata la Mwandiga ya 3 ni kwamba ukosefu wa maji safi ya bomba unakuwa na vinyume vingi kwa wakahaji wa kata la Mwandiga ya 3, hasa kuripotiwa kuibuka kwa magonjwa kipindupindu. Raia wa eneo hilo wanalalamikia Regideso kuwajia na misaada wa kuwawekea bomba za maji. Udhibitisho ni wake Bia Ombe Mwenebato, kiongozi makamu wa kata hilo. Ameanza kuonyesha ni namna gani raia wanavyotaabika juu ya ukosefu wa maji safi. Tuliomba maji kwa Regideso katika mtaa wetu wa Mwandiga ya 3, lakini hatuoni mafanikio yoyote katika Regideso kwa sababu ugonjwa pindupindu hadi hivi nazidi. Tuliomba maji kwenye radio na kuja kusema kwenye radio kila wakati watu wa Regideso wakasema tutatawapatia maji, tunasikia malalamiko yenu, lakini hadi kwa sasa
tujapata hiyo maji. Ndio tunashangaa kwa nini hawatupatie hiyo maji katika kijiji chetu cha Mwandiga ya 3. Haziko za kweli kabisa. Hata mwende kule katika kijiji chetu cha Mwandiga ya 3, mwende kuulizia aseme Regideso ilishawapatia maji fulani, watasema sima hakuna kabisa. Walisema vile, lakini ambao walipewa maji ya Regideso, Mwandiga ya kwanza, Mwandiga ya pili, Kimanga, ndio wenyewe walipewa Regideso na Katanga. Lakini Mwandiga ya 3 hakuna maji ya Regideso. Ndio maana sisi tunashangaa, sisi kama vile wakaaji wa Mwandiga ya 3 tulifanyia Regideso nini? Aiza kosa gani ndio inatuma Regideso aitupatie maji katika kijiji chetu? Hivi haikosa hata mwaka mzima tunaomba maji, lakini Regideso hakuna jibu yoyote. Ndio maana tunaomba vitengo vyote vya serikali visimamie kwa kuepukana na ugonjwa wa kipindupindu. Mashirika ya afya ije kwa haraka sana itupatie maji, kwa sababu wa raia wanahangaika kwa zaidi kipindupindu kwa sababu ya ukosefu ya maji. Mwishowe Biaombe ameomba kwa viongozi wa Regideso kuwafikiria hata kwa dakika ya mwisho pa Mwandiga ya 3. Pale Mwandiga ya 3 tunajisaidia kwa vitengo viwili vya maji, Tanganyika na maji ambayo ilitupatiaga Tia Found. Na ile maji ambayo ilitupatiaga Tia Found ni ya mapano soleil, hairidhishi watu population ambayo iko katika Mwandiga ya 3. Mle Mwandiga ya 3 tuko plus ya 15,000 personnes na mko robinet 5, na zile robinet 5 haziwezi faulu kwa sababu kuko hata muda wa juma moja aiza siku hata 4-3 maji haifiki ile ya Tia Found. Sasa haiwezi ridhisha. Tunaomba ile maji ya Regideso kwa sababu ndo maji kamilifu ambayo inapimwa vitengo vyote vya afya. Ndio maana sisi tunahitaji ile maji ya Regideso kwa sababu itupatie afya nzuri, na ile ugonjwa kipindupindu labda inaweza punguka katika kijiji chetu cha Mwandiga. Je, wanaweka kloro ndani ya maji, wanatumia namna gani? Hakuna vya kloro ndani. Yaani ni kushota na kuja kutumia basi. Tuliomba hata vile vitengo vya kuweka dawa katika maji vije katika Mwandiga yetu ya 3. Afikukuja na ni mipango ya wale vitengo ambao wanahusika na hivyo vitu, kwa sababu inahusika na lere communautaire. Meya wa mji yo malalamiko anaijua vizuri sana. Societe civile anaijua vizuri sana. Na mabarua tulishaga andika, haikosa hata barua 9, lakini wajibu wake hatuione hata na manufaa yoyote katika jamii kwa sababu ya maji. Sisi saa vile ombi yetu tunaomba Regideso ikubali ombi yetu, itusikilize. Saa vile raia ya Mwandiga 3 tunateseka juu ya maji, kwa sababu ukosefu wa maji ya Regideso ndio maana ugonjwa wa pindupindu unazidi katika kijiji chetu. Uende hata kule kusente tupeleleze tu, utaona Mwandiga 3 ndio kuko waraia wengi kuzidia zingine fasi tofauti. Tujelekeze sasa katika sekta ya Tanganyika. Tuanzie pale Swima. Ni kwamba mwili bila uhai wa baba mmoja umeokotwa asubuhi ya siku ya Jumatano ya tariki 7 Januari 2026 pa Swima, ambako chanzo cha kifo chake imesadikika kuwa amefariki kupitia njaa. Katika mazungumzo nasi, mkuu kiongozi wa kijiji cha Swima amesema kuwa mtu huyo alikuwa mwenye kuchanganyikiwa na alikuwa anaishi mwenyewe. Pia ameongeza kuwa yawezekana amefariki kupitia njaa kama alivyoeleza. Yuko mzee mmoja ambaye amefariki hapa, mwili wake umeokotwa na hajaokotwa huyo mzee ni mtu ambaye alikuja anakimbia vita, kuja maeneo ya huko kama ya Kigongo huko. Watu wa Makubura walishuhudia, walimuona Makubura fanya siku ngapi, na hapa ndio alikuja kakaa kwenye banda limoja la mama nitilie, ndio alikuwa anakaa pale. Huyo mama nitilie yuko siku yuko amekimbia Burundi, ndio amekaa pale. Watu walikuwa wanamuona kama vile hamnazo punguani kabisa chenga. Septemba alikuwa anavua manguo na baki kisa alivyosaliwa hivyo. Kwa mzee Kongo amefariki, yawezekana katika hali tuliona hakunyongwa na mtu wala hakuna kitu alifanyiziwa. Inaonekana kama vile anaweza kafa njaa kwa sababu hakuwa na huduma yoyote ile. Hiyo ni moja, na pili, mvua ilionyesha usiku. Yawezekana ilinyeshea kwa sababu walikuwa wamekauka sana na watu iko baridi sana, amekauka. Kwa hiyo ili mvua imemweshia kumwili, alitoka kwenye lile banda akakaa nje, ile yote mvua kamweshia kumwili. Kwa hiyo ndio ameweza kufa hivyo na tumeweza kumstiri. Hakuwa na kitambulisho chochote kile. Hakuna kitambulisho na kujulikana kama ni wa wapi. Tulijaribu kuongea naye, bado yuko hai. Alikuwa ongei. Kwa hivyo tu kashindwa kumwelewa hali yake kesi ilikuwa. Ndio.
Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Tubaki tu katika kijiji hicho cha Swima ni kwamba zahanati au dispensaire nuru ya jioni imebaki bila vifaa vya kutendea kazi, hivyo ni kisha kutembelewa nao baadhi ya askari jeshi na kupora vitu vyote vya zahanati hivyo ambavyo vilikuwa ndani ya zahanati hiyo usiku wa kucha siku ya Jumatano hii ya tariki 7 Januari 2026. Katika mazungumzo na redio yako, moja kati ya raia wa kijiji cha Swima amesema kuwa kisha kitendo hicho kupitika, inawezekana kazi za matibabu kwenye zahanati ya dispensaire nuru ya jioni itasimamishwa kwani vifaa vyote vimepelekwa. Raia huyo amethibitisha habari hii. Penda kuwajulisha kama tunaingiliwa tena, tulibomolewa kwa hospitali ku dispensaire hapa, tunakuta soda walibomola, wanapora vitu vyote mu dispensaire, wanaewa materiele, glycometre, pense, stethoscope, tensiometre, materiele zote, ordinateur panabeba na vipimo vingine vyote, bateri ya kuwasha mnyumba na eventa yote wanabeba vitu mingi kabisa. Tunakuta walibomola usiku mwa ile masasi hapa ku hospitali, hapa ku dispensaire nuru ya jioni hapa Swima. Ndio vile tupenda tubajulishe watu yote kama tunaporewa tena, kama kazi itasimama, ni hivyo, ndio sababu hiyo hapa kabisa vitu yote vya kazi wanabeba. Donc vile tunakuta tu ni mamatela na vitanda, lakini vingine vyote ya mingi kabisa vinaenda. Tubaki tu katika sekta hiyo ya Tanganyika, tujelekeze kule Mulima. Ni kwamba ugonjwa wa malaria unaripotiwa kuibuka kwa kasi katika sehemu mbalimbali za nyanja zisizokuwa za juu zaidi kwenye usultani wa Bashilo cha sekta ya Tanganyika. Kwa jambo hilo, mwami wa usultani huo atoa ombi kwa mashirika ya kihutu pamoja na serikali kuwajia na msaada. Kwake Msambianondo Simoni, mwami wa Bashilo cha, amesema ukosefu wa dawa kwenye vituo vya afya vinapelekea takwimu ya maafa ya magonjwa ya malaria kuwa juu siku baada ya siku. Upande mwingine, ameongeza kuwa hali ya usalama bado haijawa yenye kuridhisha sehemu hizo. Huko watu wanaishi la wasiwasi sana, wasiwasi kutokana na vita. Raia mingi ilikuwa deja isha kuwa mgambo za Mkera, Fizi, Baraka, ku Manemba, Sebele, lakini wengine tena wanarudia. Watu wakutuma wasiwasi, lakini adui iko sehemu za Tuetue na Fro iko kupwezero ya basoda ba serikali. Wamoja walisharudia, lakini wengi wangali kwenye wanakimbia. Kuko magonjwa sana paske mu masante de sante na Kiele, Kanguli, Abala, Mulima, Kilumbi, watu wanapigwa na malaria ya mingi sana. Unajua kama huko kutoka ngambo za Plateau, Kamombo, kule kote Biralumbili banakimbilia huko kwetu Mtambara na malaria inabapiga sana. Ni mzuri watu wapate matibabu nzuri ya mzuri. Ndio watu wanahitaji wapate misaada ya madawa zaidi, malaria ina watu wanaenda mu masante de sante, lakini hamuna madawa ya malaria, hamuna vrema. Na vifo ni vingi sana, ni vingi sana. Kama hivyo nasikia hivi tunazika mama mmoja mwenyewe anafariki tu vile. Vifo ni vingi sana huku mwa Plateau kwenye tuko. Tunaomba misaada ya madawa, misaada ya vyakula, misaada ya vyombo vya watu kulala na kujifunika. Basi watu wanasirika sana. Tumalizie na habari za kitaifa. Ni kwamba kati ya majukumu 22 aliyopewa Rwanda chini ya mkataba wa Washington uliosainiwa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo chini ya usimamizi wa utawala wa Trump, ni majukumu 13 pekee yaliyotekelezwa kwa sehemu. Undani wa taarifa hii na Safari Lemasidilwe ndani ya studio. Naam. Marekeo haya yanatokana na ripoti ya tathmini ya barometeri ya mikataba ya amani ya Afrika, kundi la wataalamu huru kuhusu utekelezaji wa mkataba wa amani wa Washington kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda
uliosainiwa tarehe 27 Juni 2025 kwa kipindi cha tarehe 1 hadi 31 Disemba 2025. Tathmini hii pia ilitumika kama fursa kwa jukwaa hilo kutoa mapendekezo kadhaa kwa serikali ya Rwanda ili kuharakisha utekelezaji wa mkataba wa amani unaolenga kusaidia kumaliza migogoro katika eneo la Maziwa Makuu. Na nukuu, kwa serikali ya Rwanda, tekelezeni bila kuchelewa mpango wa pamoja wa kujiondoa na kuondoa hatua za kijeshi za kulinda, ukiwa ni malengo yanayopimika mfumo wa udhibitishaji wa pamoja. Toeni zamana za kiusalama na za kisheria kwa wanachama wa FDLR ambao bado wapo DRC lakini wanaofia kujisalimisha ili kurahisisha kurejea kwao kwa hiari nchini Rwanda. Toeni hakikisho la wazi kwa uratibu wa Marekani na Qatar pamoja na mpatanisho wa Umoja wa Afrika, ilisemayo ripoti hiyo. Licha ushiriki wa rais wa Marekani Donald Trump na kasi inaonekana ya mchakato wa Washington ilionekana kupitia kuidhinishwa kwa makubaliano hayo na marais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ule wa Rwanda, hali halisi ya mashinani bado haijaboreka. Kinshasa na Kigali bado hawajafikia mazungumzo na bado hawajaongea lugha moja, na mvutano unaendelea huku kila upande ukilaumu mwenzake kwa kutotekeleza makubaliano yaliyofikiwa katika mipango ya kidiplomasia inayoendelea hasa mchakato wa Washington chini ya usimamizi wa utawala wa Trump. Hali hiyo pia kwa mazungumzo ya Doha yanayoendeshwa chini ya usimamizi wa Emir wa Qatar kati ya Kinshasa na FCM23 wanaungwa mkono na Rwanda ambao bado hayajazaa matokeo halisi mashinani. Mazungumzo haya yaliyokusudiwa kukamilisha makubaliano ya Washington kwa kushughulikia mizizi ya mgogoro, ikiwa ni pamoja na kurejesha mamlaka ya dola na kuunganisha tena wanamgambo wa zamani, yamesimama. Hatua kadhaa walizokubaliana kama vile taarifa pamoja ya April, kusainiwa kwa uratibu wa kusitisha mapigano, tamko la msingi na hivi karibuni zaidi ya mkataba wa msingi bado hujatekelezwa. Kusita huku kwa juhudi za kidiplomasia kumechochea kurejea kwa mapigano makali kati ya FCM23 wanaosaidiwa na Rwanda na wajeshi wa serikali. Zaidi hayo, mazungumzo ya kiraifa ambayo wadau mbalimbali wa kijamii na kisiasa wamekuwa wakiataka kama njia ya kusaidia mchakato huu bado haijasitishwa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kwa sasa anashikilia msimamo wake wa kuwa na mpango wote wa mazungumzo lazima utokane na mamlaka yake binafsi, licha wito kutoka kwa viongozi wa kidini. Mwenzangu Omar Makelele Ozil, ni hayo ndio tulikuwa nayo kwenye habari za kitaifa. Asante sana Safari Alimasidilwe kwa habari hizo za kitaifa. Ni kupitia habari hizo ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi habari wa Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi ni Omar Makelele Ozile, msomaji wako Isaac Mulucha Ashibadi kwa kunako dawati la mitambo. Nasema asante na kwaheri.